wengine wakisema tayari Fulham wanatupia jicho kwa nyota huyo Ibrahim Baka. Taarifa hizi ziko kwa namna gani? Kwa maana mashabiki pia huko wanauliza, nikaona kwa maana tusivuke kwenda kwingine kabla kabla hajazungumza hilo. Watu wanauliza kuhusiana na Baka na Fulham, ni taarifa za kweli? Unajua kwanza sajili nyingi za Ulaya huwa zitokee kwa bahati mbaya. Okay. Sasa kwa mchezaji kutoka Afrika huwa zitokee kwa bahati mbaya. Kwa maana issue ya Baka, kama kuna timu yoyote ya Premier League na mhitaji, lisingekuwa jambo la bahati mbaya. Kama baada ya mechi tu ya juzi basi hapo taarifa zitoke bwana Fulham au timu yoyote inamhitaji Baka. Lakini cha pili, Premier League wana kanuni kwenye issue ya usajili. Mataifa ambayo hayapo kwenye zile digiti mbili, kwa maana kwenye rank za FIFA, huwezi kumsajili mchezaji moja kwa moja kutoka kwenye hiyo ligi kwenda Premier League. Kwanza 99 hadi 100 hadi moja. Sasa sisi tuko huko kwenye 100 na kwenye zile digiti tatu. Maana yake mchezaji wetu sisi ni ngumu au haiwezekani kutoka moja kwa moja ligi ya Tanzania kwenda Premier League. Kwa hizo story za Baka na Fulham ni story za mtaani, za kufurahisha genge, kuchangamsha, maybe la kunogesha performance ya Baka juzi, kwa sababu kwa wangu kilikuwa ni kizuri na ni issue ambayo inawezekana kwa Baka ni muendelezo. Sababu ukiangalia ile partnership ya beki wa Yanga wawili, yeye na Job, ni watu ambao wanatofautiana kwenye sifa na mambo wanaendea matukio. Baka amekuwa ni mtu ambaye yupo aggressive sana, tough, tumia sana nguvu, akili sio sana. Kuna muda anatumia akili sana. Afu Job amekuwa akisifika kwa hiyo matumizi makubwa ya akili. Wengine wanamuita big brain defender. Kwa hiyo ile sifa ambayo Baka yupo nayo ambacho kwa inaonekana juzi sio kitu kigeni, ni kitu ambacho Baka yupo nazo. Kwa hizo bahati za nguvu mmoja baina mmoja mara nyingi amekuwa nazo na amekuwa akizishinda. Kwa hiyo ya kwenda Fulham ni taarifa ya kupuuza, kama wanapuuza kitu kingine chochote. Ni kitu ambacho hakipo. Ilikuwa tu ni sehemu ya kunogesha kile ambacho kimetokea kwenye ile mechi na kumsifia tu Baka kutokana na ambacho alikifanya, lakini sio taarifa ya kweli. Hapa kwenye hiyo issue ya adhabu, kuna kitu anaongezea kidogo ya Falabat. Binafsi miongoni mwa watu ambao nimefurahia hiyo adhabu ni mimi. Na uzuri nilikuwa naitarajia kwa sababu jambo la kikanuni. Ukiangalia ile mechi ya Ahly ambayo iliwafanya bwana waadhibiwe. Wewe tena na Ahly. Ilikuwa ni matukio ambayo yanasikitisha sana. Kulikuwa na tukio la kurusha chupa na vitu vya ncha kali. Unajua kiliokota kitu kama kisu mle uwanjani, kilirusha kutoka kwenye majukwaa ya mashabiki. Okay. Sasa kile kitu mimi nilikuwa najiuliza tu, kingemkuta mchezaji yoyote labda wa Ahly ambao ndio walikuwa walengwa sasa. Hadi ingekuwa hata kingemkuta Farabat. Kama ni wako wangemalizana wenyewe, lakini sasa navuta picha ingemkuta mchezaji wa Ahly ambao wewe ukiangalia ni raia wa Misri. Issue ya kidemokrasia ya diplomasia, kwa maana uhusiano wa diplomasia kati ya Morocco na Misri ingekuwaje? Kwa sababu msimu uliopita hapa tulikuwa na issues ile ya bendera kwenye jezi ambayo ikafanya mpaka mechi isichezeke. Msemaji akajikuta ndo anatoka mashindano hivyo hivyo. Sasa ingetokea issue kama hii, uhusiano wa mataifa mawili ungekuwaje? Na huyu mtu mpaka anafika uwanjani kakaguliwa, mpaka anafika uwanjani na anakirusha. Maana yake ni kwamba kuna uzembe wa makusudi umefanyika mpaka huyu mtu anaingia. Okay. Na haya mambo sio kwamba ni mara moja, huwa yanatokea, huwa yanarudia. Yaani huwa anapumzika tu, afu baada hapo wanarudia tena. Issue nyingine ilikuwa ni issue ya mipira. Ile mechi wa dakika za mwishoni, asilimia zaidi ya 90 Farabat alikuwa anaenda kupoteza ule mchezo. Lakini ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye tukio lote la counter attack ambalo Ahly alifanya, Ball Boys watarusha mpira uwanjani. Wakisha tu mpira uwanjani, maana yake mwamuzi anaenda kusimamisha mchezo. Haya matukio sio mageni, imekuwa kijirudia sana kwa timu za kaskazini. Kwa hiyo ifika wakati CAF inawezekana hizi fine za $100,000 ni kubwa na vitu vingine, lakini kukosa mashabiki kwenye michezo miwili Kongo ni kitu kidogo sana ambacho nakiona hakitoshi kwa timu kama Farabat kuweza kwamba hii adhabu kweli imeingia. Hizi adhabu kuna haja ya kuboresha kwa misimu ambayo inakuja. Hiyo adhabu ambayo mtu akiipata kweli afili na kwamba hii hapa kweli. Unasema adhabu ndogo huko Tanzania ni watu walichanga. Asimaanishi pesa mimi. Okay. Pesa hawa wanazo. Yaani $100,000 kwa Farabat ni kitu gani? $200,000. Yaani hizo ni pesa ndogo sana. Hata hii ya Simba kuchangishana ilikuwa ni mbwembwe tu. Hizi mtu mmoja zakatoa pale na wakamalizana. Okay. Yaani issue mimi ni kile ambacho kinakuumiza zaidi. Ambacho kinaumiza wao sio pesa. Kucheza bila mashabiki. Yaani wenyewe kupoteza ile hamasa mashabiki ambacho kinauma. Kwa sababu ile mechi bila hizo vurugu hata kama mmoja asingeweza kuipata. Ila kwa sababu wale watu na zile vurugu zao ndio zikawasaidia. Sasa huyu mtu mpiga hata mechi 5 au msimu mzima huu asicheze na mashabiki.
inawezekana inaweza kusaidia, kwa sababu ya matukio ujue kadri mnavyozidi kwenda yanazidi kuibuka mengine na mapya. Zamani ilikuwa ni issue hata fireworks, vitu kama hivyo. Baada ya sababu vikapungua. Hasa haya kurusha mipira uwanjani, kurusha vitu vyenye ncha kali, tunakuelekea soko zuri, na ubaya zaidi haya matukio huwa watu wanaiga. Kwa sababu mataifa mengi ya kusini mwa jangwa la Sahara hizi issues ziko hazipo. Lakini hivi sasa mambo yanasambaa. Ni hizo tunakuta adhabu imetoka kwa timu ambayo sio ya jangwa, sio ya kaskazini kama vile kwa Simba kwa msimu uliopita. Maana yake watu wakiona wanayaiga. Lakini kingine ambacho pia naweza nikawapongeza CAF ni hizi adhabu. Kuna adhabu imetolewa kwa Wydad kwenye ile mechi ya Azam ambayo inamhusu Wydad kwa mashabiki wake ambao walikuwa wanaacha fireworks uwanjani. Uje ukirudi nyuma kidogo, wewe ukiwa nyumbani, vurugu zikianza bila kujali umefanya wewe au kafanya mgeni wako, lakini unaadhibiwa wewe mwenyeji. Kama saizi tunaweza tukalifuatilia tukio na tukajua aliyefanya ni fulani na tukamwadhibu kama ilifanyika kwa Wydad, ni kitu kizuri cha kupongezwa sana, kwa sababu hawa washabiki wa kaskazini, kwa sababu kufanya mechi ya FAR Rabat baada ya Yanga kupata bao, mashabiki wa FAR Rabat walianza kuwarushia mashabiki wa Yanga vitu kama chupa vile. Uzuri tu watu wa usalama walikuwa karibu zaidi, haikuwa ghasia kubwa sana. Sasa wamefungwa goli wao, lakini wanaleta kwa kupiga mashabiki. Sasa mashabiki wao ni binadamu, inawezekana kwa wanapigwa na chupa afu katulia tu. Kuna namna ambavyo naye unaweza kureact. Una react wewe, adhabu inakuja kwako, wao wanapona. Kwa hiyo hizi ni kitu kizuri ambacho mimi naweza nikawapongeza CAF kwamba mara nyingi hizi vurugu za huku kwetu kusini mwa jangwa la Sahara, tukicheza na timu za kutoka kaskazini, sosi wanakuwa gani wao. Hata ile mechi ya Simba kuna uzembe wa Steward, lakini angalia vurugu ilianzia baada ya Simba kupata goli, wale mabwana walianza kurusha vitu. Sasa kama umepigwa na kiti, wewe ndio shabiki, kuna namna yote kibinadamu lazima tutareact. Yaani unaweza ukatulia tu kimeti, ashanipige basi tusifungie moja tu nitulie. Kwenye harakati za wewe kuweza kujinusuru, unakuta naye una react. Kwa hiyo ni kitu kizuri ili kuweza kujua huko nyumbani ndio, lakini vurugu hajafanya yeye, akafanya mtu mwingine na anaadhibiwa kama ilivyotokea kwenye ile mechi ya Azam na Wydad. Sawa, ni kuhusiana na vurugu hizo ambazo wanazifanya mashabiki katika viwanja vyao vya nyumbani, na kwa upande wa FAR Rabat wameadhibiwa kucheza bila mashabiki katika mechi zao mbili za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo watacheza dhidi ya kikosi cha JS Kabylie, lakini pia dhidi ya kikosi cha wananchi Young Africans, na itakuwa ndio mechi zake za nyumbani zimetamatika kwa maana tayari kashacheza na Al Ahly. Hii pia inaweza kumpunguzia confidence katika kundi lake. Kuwa na mashabiki nyumbani ni faida kubwa ambayo inawasaidia sana timu za kaskazini. Zile unajua kuna watu washafunga goli nyingi kaskazini, si kwa sababu ya uwezo, lakini tu ni ile vibe la mashabiki. Yani unakuja kushtuka tayari ushachezea chuma 5 chuma 3, mechi ndio ishaisha. Sio kwamba umezidiwa kiuwezo, lakini kelele zile. Kumbuka kuna mechi moja ile ya Wydad na Simba, kuna muda zilikuwa zikipigwa filimbi, watu wakasikii, mzamiri akaonesha reaction, maamuzi ashapuliza filimbi kwamba kuna mechi inabidi isimame, lakini akaendelea na mchezo. Baada hapo akaonesha ishara kwamba kusikia filimbi kwa sababu ya kelele za pale Mohamed wa Stadium. Kwa hiyo kuna faida kubwa ambayo huwa anaipata, na huwa inawasogezea, inawapa wao hali ya kupambana zaidi, lakini pia huwa inasaidia kuwachanganya wapinzani, wanashinda mechi. Sasa hizi mechi mbili ambazo wanacheza ni mechi ambazo zina nafasi ya kuweza kubadilisha upepo, kwa sababu hii mechi ya JS Kabylie ni mechi ambayo anapinduka nayo. Okay. Mbali na ugenini, huo ndo mzunguko wa 3 na mzunguko wa 4. Na mzunguko wa 3 na wa 4 una namna ambavyo wewe unatoa picha kwamba wewe unaenda au uendi, ukilinganisha na alama ambazo zilikuwa huko nyuma. Michezo miwili yana alama moja. Maana yake huu mchezo wa JS Kabylie ikitokea bana wakuta alama moja ni alama 2. Alafu mechi ya Yanga maybe anapasuka nyumbani au anatoa ni alama 3. Uwezekano wewe kusogea unazidi kuwa mdogo. Kwa hiyo kuna eneo ambalo kwa kiasi kikubwa kwa inawapunguzia wao uhatari na faida ya kushinda mchezo. Ndio maana mimi nikasema hawa watu hawaumii kwa sababu ya pesa, wanaumia kwa sababu watu kiwanjani ambao ndio support wao kubwa. Sasa kumfanya huyo mtu aumie, yes, siku nyingine pia kuwa na usia namna kucontrol mashabiki wao, mpige adhabu ambayo itamfanya ateseke zaidi. Yaani kwa mfano hizo mechi 3 zilizosalia za nyumbani zote acheze uwanja ukiwa mtupu. Ikitokea anashinda kufuzu kwa sababu walikosa support ya mashabiki, msimu unaokuja kuanzia steward ambao ataweka kiwanjani, ukaguzi wa mashabiki utakuwa ni wa maana, kwa sababu anajua ikitokea vurugu yote, mashabiki wakifanya vurugu itamfanya yeye adhibiwe na mashabiki watakuwa uwanjani, kitu ambacho kitamfanya shinde kuperform. Kwa hiyo faida ipo. Sasa ili hawa watu waumie zaidi, adhabu iboreshwe kidogo. Ukifanya vurugu kama hivyo, basi msimu wewe umalizie tucheza kweupe. Okay, kwa msimu mzima.